Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, karibuni sana katika muendelezo wa vipindi vyetu hapa Istiqama Swahili TV. Lakini kwa sasa kirasmi tunakaribisha katika kipindi cha nashidi zetu, kipindi ambacho kinakujia siku moja katika wiki, ikiwa na lengo la kukuletea munshiduna mbalimbali wa Kitanzania kwa lengo la kujitangaza, halikadhalika kutangaza kile ambacho wanakifanya katika tasnia hii ama sanaa ya nashid, lengo likiwa ni lile ambalo umejiwekea ni kukataza aliyo ya shari, halikadhalika kuelekeza na kuamrisha mambo ya khairi. Na kukuletea kipindi hiki ni kwa ushirikiano kabisa wa wapiga picha wetu hapa, lakini pia mimi mtangazaji naitwa Said bin Musa. Karibu sana basi popote ulipo katika Tanzania na nje ya Tanzania kufuatilia kile ambacho leo hii tumekusogezea, na tunaamini kwamba hutaondoka mtupu, bali utafahamu, utapata faida kubwa sana kwa kile ambacho leo hii tumekuandalia. Na kama ilivyo kawaida, tunakuomba sana kabisa subscribe channel yetu, lakini pia like, halikadhalika share kwa wengine, sambaza kwa wengine link zetu kwa ajili ya wao na wao pia kuangalia vipindi mbalimbali vya Istiqama Swahili TV. Na kama ilivyo kawaida, tunakuletea wageni hapa mbalimbali ambao wanafanya kazi hii. Tunasema kwamba ni wasanii wa nashid. Inshallah hatakusalimia mgeni wetu hapa, lakini pia tutafahamu kile ambacho leo hii amekuja nacho, tukiamini kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa leo hii inshallah kupitia yeye tutafahamu masala mbalimbali, tutajifunza pia, na pia tutapata kuburudika, sababu lengo kubwa pia sio tu kupata kuwajua munshidun, lakini kupata burudani kwa kile ambacho wao wenyewe wamekuwa wakikifanya. Lakini ndani ya burudani sasa tunapata kujifunza masala ya dini yetu, tunapata kujifunza masala ya kijamii ambayo sisi binafsi tunafaa kuyafahamu, lakini pia kuwafahamisha wale ambao tunawasimamia katika familia ama katika jamii na ukaribu kwa ujumla. Karibu sana Sheikh kwa ajili ya kumsalimia mtazamaji wetu, lakini pia kuweza kujitambulisha inshallah. Karibu sana katika studio zetu za Istiqama Swahili TV. Na jisikie upo huru kabisa na Waislamu wenzako hapa. Na tukiwa tunaangaliwa na watazamaji mbalimbali ambao wapo katika taifa letu la Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania. Karibu sana Sheikh. Asante, shukrani. Na karibu sana msalimie mtazamaji. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nashukuru sana kwa kuweza kunikaribisha katika Istiqama Swahili TV hii. Nashukuru sana. Shukran sana. Karibu sana. Na sisi pia tunajifaharisha sana kuwa nawe katika siku hii, tukiwa tunaamini kwamba tutajifunza, kama nilivyosema, tutapata kujifunza mambo mbalimbali kupitia wewe. Kwa majina tueleze ni nani na unatokea wapi? Karibu sana. Asante. Jina langu rasmi naitwa Imrani Abubakar Sultan. Okay, mashallah. Jina la murshid natumia hivyo Imran Abubakar. Imran Abubakar. Okay, tuanze na hapa jina lako, kwa sababu mara nyingi wasanii wamekuwa wakitumia majina ambayo si ya kwao rasmi katika kutafuta pengine umaarufu na kufanikisha malengo yao. Lakini tukiwa tunazungumzia tasnia hii ya nashidi ikiwa miongoni mwa sanaa, tunakuta kwamba kuna baadhi pia wanatumia majina ambayo si ya kwao rasmi, ni majina ambayo wanaamini kwamba yatawapatia umaarufu zaidi. Kwa nini sasa umeamua kutumia jina lako rasmi? Nimeamua kutumia jina langu rasmi kwa sababu jina langu mwenyewe rasmi napendezewa nalo. Okay. Tokea walivyonipa wazazi wangu mpaka sasa hivi. Yani sijakuwa na nia ama plani ya kuweza kuibadilisha hili jina. Natumia hili Imran Abubakar na mpaka sasa hivi naendelea kutumia jina hili. Okay, Imran Abubakar. Imran Abubakar. Mashallah. Na mwaka gani unakumbuka ulianza nashid? Pengine kama utakuwa na kumbukumbu hiyo. Nashidi nimeanza mwaka 2022 nakumbuka. Ni miaka kidogo tu, kidogo mfupi tangu ulipoanza. Okay. Na unaweza kutueleza sababu gani? Maana kila mmoja anakuwa na sababu, malengo. Kwa upande wako sijui unalizungumziaje hili? Ni kweli sababu ipo ya kunifanya mimi kuingia katika nashid. Nimekuwa navutiwa sana na munshidina mbalimbali ambao wapo hapa kwetu Tanzania na nje ya Tanzania. Okay. Na nikiwa nawasikiliza sana nashidi zao na kazi zao mbalimbali ambazo zimenifanya mimi nivutiwe na wao na kuwa sababu ya kuingia katika nashid. Okay. Kwa unasema kwamba ukifuatilia tasnia hii kupitia wale munshidun waliotangulia,
na ndio ambao wamekushawishi na kuingia katika inawezekana kuna murshidi ambaye amekushawishi zaidi kuingia katika tasnia hii ya nashidi, sijui ni nani? Murshiduna ni wengi sana ambao wananishawishi kuingia katika kazi ya nashidi au wamenishawishi. Lakini tukizungumzia murshiduna wanakuwa wamegawanyika. Kuna murshida ambao wa Tanzania, na wengine ambao wapo nje ya Tanzania. Sasa sijajua labda unakusudia kuniuliza hapa Tanzania. Tuanze hapa Tanzania sababu mtu ni kwao. Mtu ni kwao. Naam, tuanze hapa Tanzania na baadaye tutakwenda pengine kama labda kuna murshidi Mwarabu kule ama ni ambaye anatumia lugha nyingine. Naam, karibu sana. Tukizungumzia Tanzania nasema kwamba wote kwa ujumla wote waliokuwa Tanzania mashaallah wananishawishi sana kuweza na mimi kuingia katika hii nashidi. Wote wapo vizuri mashaallah. Na nje ya hapa? Nje ya hapa kweli wapo yani maalum. Naam, mmoja wapo akiwepo Sheikh Mishari Al-Alfasi. Naam. Mashaallah ananivutia sana katika usomaji wake wa nashidi. Na wengine wengi kama kina Mahir Zain na wengine. Mashaallah, shukrani sana. Ukimzungumzia Mishari Rashid Al-Alfasi unazungumza ni murshidi mkubwa sana. Murshidi mkubwa sana ambaye nafikiri katika ulimwengu huu wa nashidi amekuwa ni kinara. Amekuwa ni kinara mkubwa sana katika tasnia hii. Lakini kwa upande mwingine sasa tuambie nashidi zako umekuwa ukitunga mwenyewe ama pengine kuna mtu ambaye anakuandikia mashairi? Mimi nashukuru alhamdulillah, nashidi zangu wanatunga mwenyewe. Ni mwenyewe tu? Natunga mwenyewe. Na mpaka wakati huu tunazungumza na Waislamu wenzetu kupitia Istiqama Swahili TV, una nashidi ngapi pengine tueleze? Mpaka sasa hivi nishafanya nashidi takriban zinafika 5 ama 6. Ni 5 ama 6. Sina nashidi sana. Ni nashidi ambazo umetoa mwenyewe ama kuna ushirikiano ndani yake pengine? Upo ushirikiano wa watu ambao nimeshirikiana nao katika nashidi. Ama nashidi ambao nimetoa mwenyewe binafsi peke yangu ipo moja tu. Ipo moja. Na kwa nini iwe hivyo sasa? Au ni ile unaunga mkono kauli ya wahenga? Kwa pamoja ni nguvu na utengano ni udhaifu, sio? Au kuna changamoto ambayo inatokea hivyo, lakini pia huwa napenda sana kushirikiana na watu kwa sababu unapokuwa unataka kutengeneza kitu kizuri unapata mawazo tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Na napenda sana kufanya kazi na watu tofauti. Mashaallah. Umesema umerekodi kama nashidi kama 5 ama 6 hivi kwa miaka kadhaa hii ambayo umefanya hii kazi. Lakini unaweza kututajia nashidi zako pengine? Majina sasa. Naam, nazikumbuka. Nashidi yangu moja inaitwa Assalamu ambayo nimerekodi na nipo mimi Imran pamoja na user na murshidi mmoja anaitwa Dusor. Na nashidi yangu nyingine inaitwa Dunia. Hii Dunia nafikiri nashidi pia nimerekodi na user na murshidi mwingine anaitwa Member. Na zipo nashidi nyingi ikiwemo alhamdulillah shukrani ambayo leo tunaitambulisha katika Istiqama Swahili TV. Pia nimerekodi mimi pamoja na murshidi mmoja anaitwa Dusor. Inaitwaje nashidi hii ya leo? Hii inaitwa Shukrani alhamdulillah. Shukrani alhamdulillah. Kwa hiyo baadaye inshallah tutakuja kuiangalia. Lakini katika nashidi hizi 5-6 ambazo umezisema kwamba umeshazifanya hadi wakati huu, nashidi gani ya kwanza unakumbuka? Nashidi ya kwanza naikumbuka ndio. Japo sijaitaja cha kwanza ni cha kwanza. Ndio. Nashidi ya kwanza inaitwa Matatizo. Yani kumbuka kuna murshidi mmoja amefanya naye kipindi hapa. Yeye nashidi yake ya kwanza ilikuwa ni kuhusiana na ndoa. Ilikuwa ni kuhusiana na ndoa. Sasa nikawa najiuliza nashidi yake ya kwanza ni ndoa na bado hajaingia katika ndoa. Sijui mbele kuna nini huko. Sasa na wewe nashidi ya kwanza lakini imekuwa ni matatizo. Kwa nini sasa hapa? Matatizo kwa sababu changamoto ambazo tunapitia katika utafutaji wa maisha, katika usomi, katika kila hatua katika hii dunia huwa tunapitia matatizo. Kwa hiyo idea ya matatizo ilikuja kuelezea yale yote ambayo tunakumbana nayo katika jamii. Na nashidi ya pili ilikuwa ni? Nashidi ya pili nakumbuka ilikuwa ndo hii dunia nafikiri. Kwa tumetoka katika matatizo tumekuja katika dunia. Kwa hiyo tunajumlisha hapa tunapata dunia ya matatizo. Dunia ya matatizo alafu inakuja shukrani alhamdulillah. Kwa yale yote unayopitia unakuwa uridhike tu. Alhamdulillah. Wewe umetumia akili sana. Mashaallah.
Na pengine katika nashidi hizi ambazo tayari umeshazitoa alhamdulillah, zipo katika mfumo gani? Pengine ni audio au video tayari? Nashidi ya video ipo moja ambayo hii Shukrani alhamdulillah, lakini zilizokuwepo zote ni audio. Ni audio. Na. Okay. Changamoto gani ambayo umekumbana nayo hadi wakati huu? Ni miaka kidogo, lakini katika changamoto wanasema kwamba hakuna changamoto ambayo inazoeleka. Kila changamoto ni changamoto bila shaka. Hakuna changamoto hii kwamba ni afadhali ama la, lakini sema tu kwamba unatakiwa kusema alhamdulillah kwa sababu ya kila hali, maana changamoto ama katika faraja. Ni changamoto gani ambazo umepitia hadi wakati huu tangu ulivyoanza fani hii ya nashidi? Karibu sana. Naam. Changamoto naweza nikasema zipo, lakini kubwa sana inakuwa katika masomo, kwa sababu mimi nasoma na inakuwa sichukui muda mwingi sana katika utunzi wa nashidi ama katika labda kwenda studio au kukutana na munshidina wakubwa mbalimbali. Inakuwa hii ni changamoto sana, kwa changamoto ya muda. Ya muda. Ndio. Hii kweli changamoto. Lakini nyingine alhamdulillah tunashukuru, tukienda studio ama tukutana munshiduna wakubwa wanatupa ushauri, ama tukihudhuria katika semina mbalimbali za munshiduna tunapata ushauri mbalimbali wa kuhusiana na mashairi, namna gani tufanye ili tuweze kukuza tasnia yetu ya nashidi. Lakini changamoto zipo, lakini ndo kama hizo za muda tu kwa upande wangu. Okay. Kwa sababu nashidi zako zimeanza na matatizo, nashidi yako imeanza na matatizo, na ndio maana nimekuuliza kwanza changamoto zako. Sasa tuje katika mafanikio, faida ambayo umeiona katika maana mwenyewe umezipangilia nashidi zako kwamba ni matatizo, dunia ni ya matatizo, lakini unatakiwa kusema alhamdulillah. Lakini matatizo yako, changamoto zako umezieleza, pengine changamoto ya muda na masuala mengine, lakini umeona faida gani tangu ulipoingia katika tasnia hii ya nashidi? Imran, karibu sana. Asante. Faida zinazopatikana katika nashidi naweza ngasema kujuana na watu mbalimbali. Kwa sasa na ndo faida pekee ambayo nimeipata. Nimekuwa ni mtu ambaye najuana na watu tofauti ambao wana daraja tofauti katika jamii. Ndo hiyo faida. Na kupata marafiki wengi ni faida moja. Hivi kuna faida yote ambayo imeingia mfukoni? Faida yote naweza ngasema hiyo inakuwa ni siri yangu. Nataka kutuficha shehe. Zipo, lakini inakuwa ni siri yangu. Ala, inakuwa ni siri. Inshallah. Lakini umepata fursa ya kushiriki katika matamasha, pengine matamasha mbalimbali ambayo yanaandaliwa sasa hivi? Alhamdulillah nilipata fursa ya kushiriki katika matamasha mbalimbali ambayo yalifanyika mwaka jana na mwaka huu. Pia kipindi cha sikukuu ambao nilipata matamasha hapa Unguja na Dar es Salaam. Kwa unamaanisha kwamba una ushirikiano mzuri baina yako wewe na munshidina wengine hapa Zanzibar? Alhamdulillah, ushirikiano na Dar es Salaam pia umeshiriki tayari? Tayari. Okay. Kwa faida yetu, kwa sababu tunazungumza nawe ukiwa ni munshidi sasa. Kwa faida yetu sasa, ni munshidi gani ambayo pengine unahisi kwamba anafanya vizuri zaidi? Tunaamini kwamba wapo wote wanafanya vizuri, munshid au munshidun, lakini inawezekana kabisa kuna munshid ambaye kwa Zanzibar hapa amekuvutia zaidi hadi ukajikuta kwamba leo unaingia katika tasnia hii ni zaidi, maana tunajua kwamba wote wanafanya vizuri alhamdulillah. Naam. Munshid ambaye anafanya vizuri zaidi kwa hapa Unguja ambaye amenivutia sana. Kwa upande wako? Kwa upande wangu mimi. Naweza ngasema ni wengi, wote wanafanya vizuri. Lakini mimi huwa napendelea sana kumsikiliza mtu ambaye anaitwa Afaizu Luheta. Okay. Na mwingine anaitwa User. Mashallah. Na wanafanya vizuri. Vizuri zaidi, maana ni wote wanafanya vizuri. Okay. Na unapendelea sana kutumia rekodi gani, studio gani pengine? Mimi huwa na rekodi sana kwa Afaizu Luheta, kazi zangu nyingi kwa Afaizu. Ama studio nyingine ambayo naitumia ipo kwa User. Okay. User. Studio hizo mbili. Kwa kuna ukaribu mkubwa baina yako wewe na hawa munshiduni. Lakini hata hivyo ni munshidina wengine wote wa Zanzibar maana wa Tanzania mashallah. Naam, kuna nashidi mnaambia kwamba inaitwa Shukran alhamdulillah. Maana tunashukuru licha kwamba tuna changamoto nyingi, changamoto ya muda na changamoto nyinginezo, lakini tunashukuru alhamdulillah kwa sababu kila kitu unatakiwa kusema alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kila hali unatakiwa kusema alhamdulillah. Hii ikoje na sababu gani ya kuitunga pengine ama kuiandika nashidi hii, na maudhui yake imekuwaje, yani ikoje? Na hii Shukrani alhamdulillah, idea yake ilikuja tulikuwa tupo madrasa. Okay. Sasa nafikiri
kuna changamoto ambazo zilitokea ikatufanya tuje na idea hii ya shukrani, alhamdulillah. Lakini vile vile muunganiko wa nashidi zilizopita nyuma, tumekuwa tunaangalia matukio, labda mwezi huu tumezungumzia nashidi na inazungumzia nini, labda tunazungumzia dunia alafu tunakuja tunazungumzia matatizo, ama labda tunaweza tukazungumzia mtu ana matatizo, labda ameachwa labda na mkewe na nini, afu tunakuja kuzungumzia mambo ambayo yanahusiana na mambo mazuri labda ya mke ya nini. Lakini hii alhamdulillah ndio maudhui yake ni changamoto za mtu anazopitia, asikate tamaa. Asikate tamaa hata kama itakuwa labda amefeli kwenye mambo yake ambayo alikuwa anahitajia apate malengo yake, lakini hususan anatakiwa asikate tamaa, aendelee kupambana na amshukuru Allah. Ndo maudhui ya nashidi hii. Inshallah khair. Na humo ni peke yako ama na nani? Humo yupo na mumshidi mmoja anaitwa Duso. Nimeshirikiana naye katika kazi hii. Inshallah khair. Basi tunaomba utupe ruhusa ya kuwatazamisha watazamaji wetu inshallah, na ili na wao pia wapate kunufaika na kustafidi na kile ambacho umekizungumza katika nashidi hii. Inshallah tuiangalie nashidi hiyo ya shukran alhamdulillah, imesomwa na kijana wetu hapa Imran akiwa naye Dusur. Karibu sana, tuifuatilie nashidi hiyo kwa ukaribu na kwa umakini zaidi, kwa sababu lengo sio tu burudani, lakini lengo ni kuondoka na ujumbe na ukumbusho, na hatimaye basi tufanye kazi inshallah ili tupate manufaa ya hapa duniani kesho akhira. Karibu sana. Naamka alfajiri inapochomoza, namshukuru Qahari mimi kwa kuniongoza. Naamka alfajiri inapochomoza, namshukuru Qahari mimi kwa kuniongoza. Pia wakuhimidiwa. Na mengi twayapitia katika yetu maisha, twamshukuru jalia sisi kututhibitisha. Na mengi twayapitia katika yetu maisha, twamshukuru jalia sisi kututhibitisha. Kuhimidiwa. Changamoto twapitia, tuongoze rahamani, hatuna pa kuelekea ila kwako ya manani. Changamoto twapitia, tuongoze rahamani, hatuna pa kuelekea ila kwako ya manani. Shukuriwa pia wakuhimidiwa. Shukurani twapeleka kwa Mola alomsifika, yote yanayotufika wallahi tumeridhika. Mwisho Mola tusamehe waja wako, yote tuliyokosea, na tusimamie kwenye yako pepo njema kuingia. Yeye wakushukuriwa pia wakuhimidiwa. Yeye wakushukuriwa pia wakuhimidiwa.
Naam, mashallah, ni nashidi hiyo ya shukran alhamdulillah. Tumeona hapa kwamba kuna ulazim wa Muislam kushukuru kwa kile ambacho anakipitia katika maisha. Wakati mwingine unapata changamoto kubwa, changamoto ngumu ambazo inawezekana unaona nikiza tu kimetanda katika mbele yako, lakini hatimaye basi kwa kushika subra na kwa kumlilia Allah, basi hatimaye milango inafunguka na unapata faraja na furaha kubwa kabisa. Unasahau kabisa zile changamoto ambazo umezipitia hapa awali. Kwa hiyo ala kulli hali, kila mtu anatakiwa na katika kila jambo anatakiwa kushukuru na kusema alhamdulillah. Ukipata changamoto, tafuta mbinu mbadala za halali kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto zako, na hatimaye maisha yanaendelea. Na inakuwa ni kipimo pia cha imani na subra yako ikoje, kwa sababu kuna watu wengine wanapata changamoto na hatimaye basi wanatumbukia katika shirki, wanatumbukia katika zile njia mbaya, njia mbovu za utatuzi wa changamoto zao. Lakini kumbe tulitakiwa tuseme alhamdulillah kwa kila hali, lakini pia tuamlilie Allah kwa changamoto ambazo yeye binafsi ametuletea, kwa sababu yeye ndiye ambaye anajalia furaha, faraja, lakini pia ndiye huyu ambaye anajalia changamoto na matatizo mbalimbali kwa kiumbe wake. Na viumbe bila shaka wanatakiwa kuamini hilo, maana huwezi kusema kwamba wewe uishi duniani bila ya kutahiniwa. Lazima unatahiniwa, pengine wakati mwingine ugumu wa maisha, mahitaji yako ya msingi, basic needs inakuwa ni shida kuwezipata, na masuala mengine katika changamoto, lakini hatimaye basi unamlilia Allah na unasema alhamdulillah, shukran, unaswali qiyamul layl, halikadhalika dua mbalimbali, hatimaye unatatuka na milango inafunguka kwa upande wako na maisha yanaendelea. Hiyo ndiyo nashidi ya shukran alhamdulillah. Turudi kwako sasa Imran. Imran Abu Bakar, umekuwa ukitumia jina lako kama jina lako na unajivunia katika jambo hilo. Mwitikio wa jamii ukoje kwa upande wako baada ya kuingia katika sanaa hii ya nashidi? Nashukuru, mwitikio ni mzuri na kuna watu huwa wana comment vizuri katika channel yangu na vile vile wanafuatilia vizuri alhamdulillah. Na nimekuwa nikipokea baadhi ya simu kutoka kwa watu ambao wananisapoti, wananiambia ongeza juhudi, fanya hivi. Kwa hiyo nashukuru. Okay. Imekuwa sasa ni kipimo kikubwa sana cha kutathmini utendaji wako. Watu wakiwa wanatumia sana mitandao ya kijamii. Inawezekana kwamba tayari una account yako maalum, na katika hilo pia utatuambia kama ipo tayari account. Ama pia kwa upande mwingine sasa, baada ya kujua hilo, tungependa labda kwa mtazamo na kwa utafiti na shughuli gani ambayo imetembea zaidi katika mitandao ya kijamii. Karibu sana. Nayo kweli account yangu. Na inakwenda kwa jina gani? Inakwenda kwa jina la Imran Khalid. Imran Khalid. Okay. Na shida ambayo imetembea sana ni hii shukran alhamdulillah. Shukran alhamdulillah. Okay. Unahisi kwa nini Sheikh? Maki tumeacha matatizo, tumeacha dunia lakini tumekuja katika shukran alhamdulillah ambayo imetembea zaidi. Unahisi ni kwa nini? Mimi nahisi kwamba ni maudhui yaliyotumika katika kuzungumzia ile nashidi. Okay. Imekuwa inapendwa sana, hata watu mmoja huwa wananiambia moja kwa moja. Mashallah. Na jamii yako imekupokeaje? Pengine marafiki na jamaa katika familia kuingia katika fani hii na baada ya kuona kazi zako zile za awali na ule muendelezo wako katika nashidi? Tukizungumzia familia, wananisapoti kwa sababu wao, familia yangu hawapendi labda wamsikie mtu anaimba labda masala ya music, masala mambo ambayo hayafai katika Uislamu na yani hayapo sahihi katika maadili. Naweza ngasema wananisapoti kwa hatua kubwa sana. Na jamii, marafiki tukizungumzia pia wananisapoti, na nashukuru sana alhamdulillah. Okay. Na wakati nilipokuuliza kuhusiana na changamoto nikadhani labda kuna changamoto ambayo wengi wanakuwa wanaisema ni changamoto ya ile ya mfuko wa kuingilia studio. Kwa upande wako hili pengine labda una support yoyote ama ni wewe mwenyewe tu binafsi? Kwa upande wangu hiyo changamoto ipo lakini mimi nimekuwa ni mtu ambaye nashirikiana na watu kama watatu hivi ambao ni munshidina hawa pia, lakini huwa tunasaidiana. Mfano mtu akitaka kwenda studio leo tunakuwa tunamchangia, tunampeleka studio, ama atakwenda mimi huwa tunamchangia aenda studio. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi, inasaidia maana inasaidia sana. Okay. Nje ya nashid, Imran Khalid au Imran Abu Bakar ni nani? Nje ya nashid ni mwalimu wa madrasa. Mashallah.
Mwalimu wa madrasa. Mwalimu. Madrasa gani kwa faida yetu? Pengine tunao watoto ambao tunapenda tuwalete katika madrasa yako Sheikh. Nakukaribisha sana. Madrasa ipo pale Kibweni. Okay. Getini pale. Inakwenda kwa jina la Rahmatullah. Rahmatullah. Na tahta mudiru Sheikh Ali Jumaadna. Okay, mashallah. Inshallah khair. Na katika kumalizia maongezi yetu hapa sasa, una lipi la kumalizia? Lakini pia hapo ningependa kujua, kwa sababu sasa hivi watu wamekuwa wanasema kwamba mtoto amekuwa na mchango mkubwa sana katika masala mbalimbali. Katika jambo fulani ukimweka mtoto akawakilisha pale watoto wenzake, inakuwa ni kama unakusudia kupeleka ujumbe kwa watu wazima na hata watoto, inakuwa ni rahisi zaidi ule ujumbe kuwafikia na kufanyia kazi zaidi, kupokea kwa mapokezi mazuri. Hivi una watoto ambao tayari unawaelekeza katika fani hii? Naam, watoto nao ambao nawaelekeza katika fani hii, lakini bado sijawa nao rasmi wa kuweza kuingia nao studio moja kwa moja. Lakini tupo tunafanya katika maelekezana. Nikajua nilipokuuliza kuhusiana na watoto unao, kwamba unao, nikajua labda utanielewa vibaya kwamba pengine una watoto tayari. Lakini mashallah. Yote kheri tu inshallah. Yote kheri, lakini una malengo ya kuingia nao studio? Nao malengo. Na tayari umeshaiandaa pengine na shidi 2-3 kwa ajili ya? Alhamdulillah tushaziandaa na shidi nyingi. Mara nyingi huwa nikifanya na shidi studio na watoto huwa nawafundisha. Okay. Na wana mwelekeo mzuri, maana yake mwelekeo mzuri, na inshallah tunaandaa studio yetu. Naam. Wewe mwenyewe ndio msimamizi. Inshallah khairi. Una maoni gani kwa wafuatiliaji wako, lakini pia kwa watazamaji kwa ujumla? Halikadhalika pengine utakuwa una nasaha yoyote kwa ajili ya munshiduna wenzako? Karibu sana. Asante. Maoni kwamba munshiduna wote tuwe ni kitu kimoja, na vile vile tuwe tunasoma na shida ambazo zenye kuleta maadili katika jamii. Okay. Na tusiwe tunatunga mashairi ambayo sisi tunaangalia vina tu mbele, hatuangalii maana, hatuangalii maudhui. Okay. Tutakuwa tunaharibu hii tasnia ya nashidi. Naam, unajua nashidi lengo hasa ni kufikisha ujumbe. Na vile vile nashidi kuna watu wanakuwa hawataki kusikiliza music ama vitu vya ovyo katika majumba zao. Kwa hiyo wanakuja katika nashidi sasa huku wakute vitu ambavyo vitakuwa ni kwenda na maadili. Naam. Okay. Haya, asante sana. Umezungumza jambo muhimu sana, kwa sababu hata wakati mwingine katika hili nadhani itakuwa ni nasaha kwa upande wangu, ni kwamba hata video zetu video zetu bila shaka ziwe ni zenye kuchunga maadili. Maana kuna wakati mwingine mtu anazungumza kitu ili kinawezekana kile kitu kikamletea madhara yeye mwenyewe, maana kikamshushia ile hadhi yake. Kama ni maongezi ya kawaida ama hata katika tasnia hii ya nashidi, ikamletea madhara yeye mwenyewe, ikamshushia hadhi yake na nafasi yake katika jamii. Lakini kuna wakati mwingine mtu anazungumza kitu yule msanii maana munshid mathalan, kikamjengea heshima zaidi na akatambulika katika hali nzuri. Maana kuna kutambulika katika hali ya ubaya, uovu, lakini kuna kutambulika katika hali ya wema kabisa. Kwa hiyo inawezekana kabisa ikawa ni sehemu ya kujenga ile thamani yako, kujenga heshima yako kupitia nashidi yako. Na inawezekana ni kwa maneno ama hata kwa vitendo pia, ni zile video zetu ambazo tunazitoa. Basi ni ujumbe muhimu sana huu ambao ameutoa hapa kijana wetu Imran Abu Bakar, ama kwa jina la Imran, imekuwa ni lenye kufahamika zaidi katika fani hii au sana hii ya nashide. Basi sisi hatuna ziada, tunakushukuru sana kwa upande wako, na inshallah iwe ni mwanzo leo hii, lakini kuwe na muendelezo wa ujio wako katika studio zetu hapa, na inshallah pengine kama kutakuwa na kitu chochote utakuja hapa kueleza na pia kuwafikishia watazamaji wetu inshallah. Shukran. Kwa upande wa mawasiliano yako pengine tuweze kufahamu nambari zako za simu kwa wale ambao wanahitaji pengine kutengeneza nashidi kati yenu maki ushirikiano, lakini pia wale ambao wanahitaji kutengenezewa nashidi, pengine unapokea maombi haya wale ambao wana birthday zao wana shughuli zao za harusi. Maki tunataka lengo ni kuondosha ama kupunguza ile wimbi la watu kuita watu wa wasanii wa masala haya ya music kutumbuiza, yani kuleta burudani katika shughuli zao za harusi au shughuli zao mbalimbali, na watu sasa waje katika mfumo huu ambao utakuwa si wenye kuathiri imani zao. Naam. Namba zako za simu pengine katika ile kwa mawasiliano, namba ya simu mimi natumia 07 17 280 873. Naam, tuzikariri
07 17 Naam. 280 873. Mashallah. Inshallah khair. Tunakushukuru sana. Karibu sana katika studio zetu. Asante, na shukran. tuko pamoja inshallah. Shukrani, asante. Haya, naam, jazakallahu khair. Naam, shukran sana kijana wetu Imran. Awali yote tukushukuru, lakini pia tumshukuru mtazamaji wetu kwa ufuatiliaji wako mzuri kabisa kuanzia mwanzo wa maongezi yetu hadi mwisho, na tunaamini kwamba imekuwa ni vile ambavyo tumetarajia. Umejifunza katika kipindi chetu hiki, na ala kulli hal kila kitu au kila mmoja anatakiwa kufanyia kazi kile ambacho leo hii tumekipata kupitia kipindi chetu hiki. Lengo sio burudani kama tunavyosema, sio tu burudani, lakini pia kupata ujumbe na ukumbusho kupitia vipindi vyetu hivi. Inshallah iwe ni khairi kwetu sisi hapa wazungumzaji, lakini pia hata nyinyi watazamaji wetu na wafuatiliaji wetu wa Istiqama Swahili TV. Tumekuwa naye hapa kijana Imran, lakini pia tunakuomba sana kabisa usubscribe channel yetu, lakini pia kulike, alkadhalika kushare. Tunaamini kwamba ukifanya hivi itakuwa ni khairi kwako, lakini pia itakuwa ni khairi kwa wengine na wao kupata kunufaika na vipindi vyetu mbalimbali hapa Istiqama Swahili TV, ikiwemo mawaidha mbalimbali, darasa na alkadhalika kama vipindi kama hivi vya burudani. Alhamdulillah tunavipata kupitia kanati yetu hii Istiqama Swahili TV. Haya, tumekuwa nao hapa wasimamizi wa kipindi chetu hiki Sheikh Saud Luhait, lakini pia Sheikh Khalid Suleiman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.